hapa Tanzania shirika la afya duniani linasema daktari mmoja ahudumie wagonjwa wasiozidi 10,000. Kwa Tanzania daktari mmoja kwa maeneo ya mijini anahudumia wagonjwa mpaka 20,000, na kwa maeneo ya pembezoni anahudumia wagonjwa 35,000 mpaka 50,000. Sasa huduma mbovu hawezi, sio tumeelewana? Kwa nini tuna uhaba wa madaktari? Kwa nini hawaajiriwi? Njoo kwenye bajeti ya afya, njoo kwenye bajeti ya TAMISEMI. Ngoja viwango hapa. Kwa hiyo hizi wanasema hizi pesa zipo kwa vyanzo vile vile vya sasa hivi, kwa vyanzo vilivyopo sasa hivi. Kwa hivyo vinaenda wapi hizi pesa ambazo zingeenda kule, ambazo nyinyi mngezingiza hapa? Wao wameweka wapi? Nitatoa mfano, narudia. Zinakwenda katika matumizi mengi ya kawaida na ambayo kwa sehemu kubwa hayana msingi. Kwa mfano, kumekuwa na kawaida ya kubadilisha samani za ofisi, furnitures, yes, za ofisi mbalimbali za serikali karibu kila mwaka, na ukitazama customer ya furniture inatumia pesa nyingi sana, unakwenda mpaka bilioni 800 furniture tu, alafu kila mwaka sasa ni karibu trilioni. Hebu piga hesabu, unatumia fedha ambayo ni takriban inakaribia trilioni kwa mwaka. Kwa miaka 5 unateketeza karibu trilioni 5 kwa furniture tu. La pili ni kwenye matumizi ya anasa. Unaongeza mishahara na marupurupu ya wabunge. Kwa mfano, mwaka 2020 mpaka bunge linakwisha, wabunge walikuwa wanapokea mishahara yao, marupurupu, mafuta na kila kitu takriban shilingi milioni 12 hivi na ushe.